Hizi ndo baadhi ya scholarship ambazo kwa mwezi huu wa Mei ziko active ambazo unaweza ukaziomba ukaweza kupata nafasi za kwenda kusoma nje ya nchi. Scholarship hizi ziko katika website ya utumishi kama unavyoona hapa, nimeitembelea. Nimeweza kuzikuta hapa kwenye matangazo, nafasi za kazi, lakini kuna nafasi za mafunzo. Hapa kwenye nafasi za mafunzo unaweza ukaziona ambazo ziko active kwa sasa hivi. Kuna hii ambayo imetangazwa tarehe 15 Aprili mwaka huu, ambayo ukiingia hapa, hii ni scholarship ya India ambayo kama unavyoona kozi zake ziko hapo. Ziko kozi ngapi? Ziko kozi 147 kwa kada mbalimbali, ikiwemo mambo ya hospitali, wataalamu wa uuguzi, mambo ya fedha, statistics, ziko nyingi sana, kwa sababu kwa mfano ukiangalia hapa, nyingi zinaanza tarehe 4. Kuna ambazo zimeshaanza so far, ambazo zilianza tarehe 4 mwezi wa 5, zingine zinaisha tarehe 15 mwezi wa 5. Deadline ilikuwa tarehe 22 mwezi wa 4. Lakini kuna ambazo tayari bado deadline yake ipo ya kuapply kama hii. Umeona? Tarehe 15 mwezi wa 6 2026 ndio deadline, ambapo kozi inaanza mwezi wa 8 tarehe 4 na kuisha tarehe 31 mwezi wa 8. Ukiangalia kuna ambazo ziko huku, zingine ni mwezi wa 9 Septemba, zingine mwezi wa 10, zingine mwezi wa 11, kuna za mwezi wa 2 mwakani. Kwa hiyo bado hujachelewa. Ziko kozi 147. Ukiangalia hapa, zinakata cross sector mbalimbali Tanzania. Kwa hiyo kila mtu ambaye ana dream ya kwenda kupata uzoefu nje ya nchi anaweza akazichangamkia hizi na kuweza kuziomba. Kwa mfano ukiangalia kuna kozi ya specialized program in machine learning. Hii inaanza mwezi wa 8, mambo ya machine learning. Ukija kuna data analysis and machine learning mwezi wa 7. Kishuka huku chini kuna anti-corruption cases and asset recovery. Unaona kuna agri entrepreneurship training for women. Hii ni kwa ajili ya wanawake mwezi wa 11. Kwa hiyo kozi ziko nyingi hapa, ni swala watu kuchangamkia fursa kuweza kuapply. Lakini kuna coverage, kitu gani wana offer katika hii scholarship? Ukiangalia hapa kuna hii na include go and return international air tickets, kuna tuition fee pamoja na accommodation, pia na emergency medical in case utakuwa unahitaji matibabu. Lakini pia wana include study tour, ambayo zote hizi zinakuwa borne by the government of India. Hizi zote ziko sponsored na serikali ya India. Lakini ukija hapa kuna application eligibility. Unaweza kukizi vipi vigezo kuweza kuomba hizi scholarship? Kwanza kabisa inabidi uwe public servant, ambapo inabidi uwe mtumishi wa umma. Okay, lakini pia unafanya kazi kulingana na field yako ambayo umesomea. Lakini pia at least 5 years of working experience, inabidi uwe na angalau miaka 5 ya kufanya kazi. Lakini umri 25 mpaka 45. English pia wewe unaielewa vizuri. Afu pia uwe in good health, manake uwe na afya njema. Sasa tuangalie upande wa requirement, vitu gani wanahitaji kwa ajili ya kufanya hiyo application. Ukiangalia namba 1 ni iTech application forms. Hii tutaiona hapo baadaye kidogo. Permission letter from applicant's employer, ambayo inabidi ipite katika Secretariat ya Public Service Management, ipite katika ofisi za utumishi wa umma. Lakini pia unaweke photocopy ya passport, lakini pia na CV ambayo ni currently updated, ambayo iko update. Lakini pia inabidi observe vitu kama ifuatavyo: uwe na uwezo wa English. Kuna form ambayo utajaza hapo kwa ajili ya English. Lakini pia medical part on page 5, kuna medical part itabidi uijaze, lakini itakuwa sealed na government clinic, itakuwa imesainiwa na hospitali ya serikali. Lakini pia page 6 ni mambo ya endorsement. Lakini part 2 unahitaji muhuri wa mtu ambaye sehemu ambako umeajiriwa wakati unaomba hizo course. Kwa application form wanasema inapatikana hapa kwenye hii website. Lakini anasema baada ya kujaza inabidi
hizo nyaraka zitumwe kwenye ofisi ya utumishi wa umma. Deadline ndo kama hivyo tulivyoziona hapo, lakini pia anwani ya kutuma ndio hii hapa ambayo ni Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Dodoma. Kwa hiyo ukishajaza ukasili dokumenti zako zote unazipaki pamoja, unaweza ukazipeleka kwa mkono pale au ukaziposti kwa njia ya posta kabla ya tarehe 22 Aprili. Hii ni kwa zile kozi ambazo zilikuwa zinaisha mapema, lakini kuna ambazo bado zina deadline hapa, ambazo kuna za mwezi wa 6, mwezi wa 8 pamoja na mwezi wa 12. Ukifungua hii website, hii linki, ngoja tuifuate tuone hiyo fomu ambayo tumeambiwa application form inapatikana. Naona ina load, inasumbua kufunguka. Lakini unaweza jaribu tena kuiclick. Naona bado inasumbua, lakini hiyo ndio website ambayo unaweza ukaomba hizo kazi. Sometime inakuwa inasumbua kwa sababu watu wengi wanakuwa wako wanafanya application, kwa hiyo ni vizuri ukawa unaendelea kujaribu, mwisho wa siku inaweza kufunguka na ukaweza kuomba hizo course. Kwa hiyo tunaweza baadaye tukapost tutorial ambayo inaonyesha namna gani unaweza kujaza hizo form. Hiyo website ikifunguka tutaifungua, then tutajaribu kujaza, ambapo ukiingia kwenye channel hii baadaye utakuta iko hiyo form tumeshaiweka tayari, namna gani unaweza kujaza na kukamilisha maombi. Usisahau kusubscribe na kulike channel yetu kwa ajili ya tutorial ijayo ambayo tutaonyesha namna ya kujaza hizo form kwa ajili ya kuomba hizo scholarship.